sisi hatuna hatia mbele za Mungu. Sisi mbele za Mungu tunastahili kuliko wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa fika hata kuwanyosha wale wengine. Watu wengi sana wanaamini dhambi kuu kwamba ni dhambi za wizi, uuaji, uzinzi, masharati na mambo kama hayo. Lakini dhambi kubwa ni ile kutokumwamini huyu Yesu. Dhambi kubwa ni kutokumwamini huyu Yesu. Hawezi kuchukua nafasi. Tusipomwamini hiyo ni dhambi. Maana akasema katika ile 16 mstari wa 9 anasema Yesu alisema kwa sababu hawaniamini mimi. Tulisema hapo tunaenda kuzungumza mambo matatu kwa habari ya dhambi. Kuhusu dhambi. Sasa kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo dhambi ya msingi kabisa ambazo chanzo chake mambo mengine yale yanaanza kutokea. Mambo mengine yanaanza kutokea, matunda tunaona yale ya uovu ni kukataa kumwamini Yesu kwa moyo wako wote. Kwa sababu yeye ndio njia ya kweli na uzima. Ukisoma Yohana 14 mstari wa 6. Ukisoma Warumi 3:23. Nasema tusome kidogo Warumi 3:23. Sasa wote watenda dhambi ndio wamepungukiwa na utukufu. Warumi 3:23 mstari wa 23 unasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Asili ya dhambi ya mwanadamu ni pale ambako alianza kujitenga mwenyewe. Alianza kujitegemea mwenyewe na kumkataa Yesu. Aliweka uasi na kujitegemea mwenyewe. Ndiko sasa dhambi ilipoingia, alipoanza kumkataa. Kwa dhambi kubwa ni kumkataa kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunapokataa sasa kumwamini Yesu, ndiko haya mengine ni matokeo ya kumkataa Yesu. Kwa pale tunapoamua kuishi kwa mapenzi yetu, baada ya mapenzi ya Mungu, baada ya kukubali kuwa chini ya mwangaza wa Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, ndiko tunapoona sasa mengine yote yanatokea kwa sababu tumekataa kumtambua na kumkubali. Kwa hiyo dhambi kuu kabisa sio yale matendo tunayoyaona, uaji, wivu, nini. Dhambi kuu ni kukataa kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Na ndio wakati mtu anafanya yote, mwishoni anapata neema ya kumwamini Yesu, dhambi zake zote zinafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda vizuri, baadaye unaacha kumwamini, unakuwa kama tu hujawahi kumwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi. Kazi ya Roho Mtakatifu, tunaweza kuchelewa kidogo. Kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi. Kazi ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya ajabu sana katika maisha ya mtu. Roho Mtakatifu ndiye anayeweka utambuzi wa dhambi na makosa yetu. Roho Mtakatifu ndiye anaweka uzuri wa kweli ya toba. Roho Mtakatifu yeye ndio anaweka badiliko la kweli la maisha ya mtu. Ni Roho Mtakatifu. Pasipo Roho Mtakatifu bado tunakuwa hatuna ule ushirika wa kweli. Yeye anatufuta kwa upendo na sio kwa hukumu, bali kwa lugha ya kuturejesha tuwe karibu na Mungu. Sasa ya kwanza, kazi moja wapo ya Roho Mtakatifu katika kufunua dhambi.
Cha kwanza hugusa dhamiri ya mtu, hugusa dhamiri ya mtu. Roho Mtakatifu anapogusa dhamiri ya mtu ni kama vile taa ya kiroho ya Roho Mtakatifu inawaka ndani ya roho ya muamini. Yeye anapowasha ile taa yake, taa hiyo inamulika na kuweka uhalisia jinsi yule mtu jinsi alivyo. Moyo wa mwanadamu ni kama taa, lakini hiyo taa inamhitaji Roho Mtakatifu aweze kuakisi ili kuweza kuonesha ukweli wa moyo wa mwanadamu sawa sawa na neno la Mungu linavyotaka. Kwa hiyo yeye Roho Mtakatifu umfanya mtu aweze kuona hali yake halisi jinsi alivyopenda Mungu. Kwa hiyo taa ile inaanza kumulika yale maovu ambayo yalikuwa yamefichwa ndani ya ile giza katika moyo wa mwanadamu. Kulikuwa kuna kiburi, inaanza kuonesha moyo wa kiburi. Kulikuwa kuna hali ya majigambo, inaanza kuionyesha. Uongo inaanza kuonesha, na matunda yote ambayo hayafai. Roho Mtakatifu anapogusa ile dhamiri ya mtu, udanganyifu, mambo ambayo hata moyo wa mtu huwa unafichwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata moyo wa mwanadamu ndani kabisa unaweza kuwa unafichwa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwenye uwezo wa kuweza kuwasha taa ambayo inaingia kabisa sehemu ile kwenye giza ambako ndiko mambo yote ya moyo wa mwanadamu yamekaa yasiyofaa, ambako hata moyo wa mwanadamu umefichwa na mtu anaenda na masawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ambazo hata mara nyingi mtu mwenyewe huweza hata kuzificha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anaweza kufanya tuweze kuona hali ilivyo. Ukisoma katika Mithali sura 20 na mstari wa 27, Mithali sura 20 na mstari wa 27, neno la Mungu linasema, roho ya mtu ni taa ya Bwana ichunguzayo pande zote za ndani. Kwa dhamiri ya mwanadamu ni kama kioo kinachoweza kuangaza, lakini hii dhamiri ya mwanadamu iweze kuangaza sawa sawa, ni lazima iweze kumulikwa na taa ya Roho Mtakatifu. Lazima Roho Mtakatifu aweze kuingilia kati ili ile dhamiri ya mtu iweze kufunua mambo sawa sawa na neno la Mungu, kumuonesha mtu jinsi alivyo mbele za Mungu. Lazima Roho Mtakatifu kuingilia kati dhamiri ya mwanadamu. Haiwezi kuonesha katika uwele wa hisia wa mtu jinsi alivyo mbele za Mungu. Kwa hiyo yeye Roho Mtakatifu anamwasha ile taa, mwanadamu anaacha kujitetea, mwanadamu anaacha kujichukulia mwenye haki, mwanadamu anaanza kujiona mimi ni mwenye dhambi. Ndio tunaona mtu Petro pale wakati wanakula samaki. Nini kilitokea baada ya samaki? Pale baada ya muda amekaa Bwana pale yako. Anasema ondoka kwangu Bwana, maana mimi ni mwenye dhambi. Nani aliyemwambia kwamba wewe ni mwenye dhambi? Nani alimwambia? Na Yesu akukataa kwamba sio mwenye dhambi. Akamwambia usiogope, tangu sasa utakuwa unavua watu. Mfano yuko tunaona Lazaro, yule Zakayo akawa anamtafuta Yesu, akiwa kumtafuta. Baada ya hapo Yesu anamwambia leo inanipasa kwa nyumbani kwako. Na alipokuwa amefika wamekula chakula, akasema sikilizeni, na ikiwa kuna mtu yeyote nimemchukulia nitamrudishia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisema maneno gani baba? Leo wokovu umeingia nyumbani. Nini kilichosukuma mpaka Zakayo akachomwa mioyo? Roho Mtakatifu.
Yesu anatolea mfano mmoja wa katika ile Yohana 8:9. Tuisome Yohana 8:9. Yohana 8:9. Yohana 8:9. Nitasoma. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Anasema nao Yohana 8:9. Tunaona mfano Yohana 8:9. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Tunapata kisa kimoja cha kahaba mmoja ambaye Biblia ilikuwa inasema hivyo. Wameletwa pale sasa ili apigwe mawe. Watu wengi sana wamekusanyika wakaanza kujihesabia haki kwamba wao ni wenye haki kuliko yule mama. Wakamleta mbele ya Yesu Kristo. Leo walimleta kwa ajili ya kumjaribu. Yule Yesu, yule mwanamke alipomleta pale wakamweka, mwalimu, je, huyu tumemkamata katika hali ya uzinzi. Je, sheria ya Musa inataka tumpige mawe, tumpige kwa mawe mpaka afe. Wewe unasemaje? Yesu akawatazama. Kwa sababu Yesu hafichwi na chochote. Yeye anaona mioyo ya watu jinsi ilivyo. Akainama chini, akaandika maneno ambayo Biblia inatuambia ni maneno gani. Akainuka akawatazama akawaambia, asiyekuwa na dhambi naye wa kwanza kumpiga mawe. Akainama tena akaandika. Roho Mtakatifu akafanya kazi ile ya kuingia katika mioyo ya wale mmoja mmoja. Ile taa ya dhamiri ikaanza kuwaka, ikaanza kuwaonyesha jinsi walivyo. Akaanza kuona jinsi wakajiona kwamba kumbe wao ni mwenye dhambi kuliko hata huyo mama ambaye alikuwa amekaa pale mbele ili apigwe mawe. Ni kitu gani ambacho mwanzo hawakuona? Walikuwa wanajihesabia haki kwamba wao ni watakatifu, mpaka huyo mtu mwingine apewa adhabu. Biblia inatuambia akaanza kutoka kuanzia mkubwa. Biblia inatuambia hali ya ajabu sana. Kuanzia mkubwa kiumri mpaka aliye mdogo kabisa, akabaki yeye tu. Akamwambia Yesu, wako wapi washtaki wako? Basi mimi sikuhukumu, nenda usitende dhambi tena. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufungua dhamiri, ni kufungua dhamiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni kufungua dhamiri zilizokufa, dhamiri ambazo zilikuwa na giza. Kama hao walikuwa kuna unafiki, walijiona kama wao wako sawa, kumbe mioyo yao imejaa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mwingine pia Roho Mtakatifu hutumia neno la Mungu kama mwanga wa kutuonesha hali zetu za ndani. Ukisoma Waebrania 4:12, Waebrania 4:12, Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 4:12, Waebrania 4:12. Amen. Nasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote mkatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea baada ya hili eneo. Ni eneo la muhimu mno, ni eneo la muhimu sana. Tutaendelea mbele, ni eneo la muhimu katika maisha yetu. Kwa baadaye tutaendelea katika kipengele hiki, tukimalize kama vile Roho Mtakatifu alivyokusudia siku ya leo. Mungu awabariki sana. Tutaendelea baadaye tena. Mungu awabariki. Ninakushukuru kwa ajili ya somo hili. Endelea kuwa pamoja nasi, ututengeneze tuweze kufahamu jinsi ulivyo. Nami mtumishi wako nanyenyekea, ninaomba ukifanye jinsi wewe ambavyo unataka niwe, na kila mmoja mmoja katika neno hili ukalifanye kuwa hai. Roho Mtakatifu,
Asante kwa uaminifu wako, hata tena baadaye tunapoendelea uwe tena pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako. Amen.